mwanamke, mwanaume, binti, kijana, sekta binafsi na wadau wa maendeleo kuhakikisha tunachukua hatua za makusudi katika kuweka mazingira bora kwa wanawake kushiriki kikamilifu katika biashara na maendeleo ya taifa letu. Aidha, tuendelee pia kuhimiza usawa wa kijinsia. Ni kweli tumeshuhudia maendeleo mengi, lakini bado tuna kazi kubwa ya kufanya ili kuhakikisha kuwa wanawake wanapata haki zao kamili. Na hapa nisisitize kwamba tuendelee pia kuhimiza usawa wa kijinsia. Nimeona juhudi ambazo zinatuvuta shati nyuma kidogo. Kwa maana ipi? Nimeanza kushuhudia hivi karibuni mijadala ambayo inaashiria kama vile mwanaume ameachwa nyuma ama kama vile mtoto wa kiume ameachwa nyuma. Mimi kama speaker napata nafasi ya kutazama bajeti zile zilivyopangwa, takwimu za wanawake hapa tunaendaje, tumepiga hatua kiasi gani, mtoto wa kike yuko uko kiasi gani. Yote hayo napata nafasi ya kuona hizo taarifa. Kwa hivyo nikisikia mijadala inayosema mwanaume sasa ameachwa nyuma ama mtoto wa kiume sasa yuko nyuma, hajaachwa popote nyuma. Juhudi hizi zinazofanya ni kuhakikisha mtoto wa kiume kwa kuwa yuko hapa mbele, zinamkokota huyu mtoto wa kike asogee hapa mbele, waende wote kwa pamoja. Si kwamba kuna mtoto ameachwa nyuma, Ndio maana shuleni watoto wote wa kike na wa kiume wanaenda shule. Hakuna mtoto ameambiwa wewe utasoma. Wote wanapewa fursa sawa. Kwa hivyo ukizisikia juhudi hizi, nia yake ni kumkokota huyu aliyeko nyuma asogee hapa mbele. Kisha kama jamii tuanze kwenda kwa pamoja. Kwa hivyo hakuna mtoto wa kiume aliyeachwa mbele alafu akatangulia mtoto wa kike. Hapana. Mtoto wa kike bado yuko nyuma kitakwimu. Yuko nyuma. Ndio maana bado mpaka leo tunazungumzia usawa wa kijinsia. Ndio maana mpaka leo baada ya kutathmini miaka 30 ambayo imetupelekea hata mimi nimesimama hapa mbele, tunaona bado juhudi zinahitajika, na juhudi hizi za safari hii zitawahusisha zaidi wanaume. Kwa hiyo tutatamani tuwasikie wanaume mkiwasemea watoto wenu wa kike zaidi. Na sio kwamba wa kiume watakuwa wameachwa nyuma, kwa sababu wa kiume pale walipofika hatujawaambia simameni hapa mngoje mtoto wa kike, tunaendelea nao wote, lakini huku lazima tufanye juhudi za kuwavuta. Nadhani nimeeleweka hilo wana